Bwana, klabu ya kizazi kipya Pyramid FC ndio mabingwa ligi ya mabingwa kwa msimu huu wa 2024 2025. Ni msimu ambao ulikuwa unakutanisha majiant wakubwa wengi. Hata hapa Tanzania tulitoa wawakilishi wetu kwa maana Young Africans pamoja na Azam. Lakini Pyramid kutoka Misri wamefanikiwa kubeba huo ubingwa. Sasa wakati huu tunakwenda kuiangalia hii Pyramids. Ni klabu ya aina gani? Imetokea wapi? Kwa nini wakabeba ubingwa? Malengo yao, mipango yao mikubwa iko vipi? Pyramids ilianza rasmi mwaka 2008 ikiitwa Al Asiyut. Yes, lakini baadaye mwaka 2018 ndio ilipanda daraja rasmi na kupanda ligi kuu ya Misri. Klabu hii, nyuma ya klabu hii ni taikuni mmoja mkubwa sana mwenye fedha nyingi kweli kwa wakati huo. Alikuwa anaitwa Turk El-Sheikh. Huyu ni raia wa Saudi Arabia na ni miongoni mwa viongozi waandamizi wakubwa kutoka Saudi Arabia, akifanya kazi kwenye mamlaka za kimichezo za taifa hilo kubwa kabisa kutoka barani Asia. Kwa hiyo aliamua kuingia Misri. Alipenda changamoto ya ushindani katika soka la Misri na alienda, lakini pia ndani ya Misri yeye ni miongoni mwa wafanyabiashara, anafanya biashara kubwa sana pale Misri. Kwa hiyo aliamini akichukua timu itamsaidia kwake yeye kupata ile popularity, kujulikana zaidi ndani ya Misri, kama ilivyo kwa maana ya PR, kujitangaza. Lakini alivyoichukua ile timu akaibadilisha jina. Mwaka 2018 amepanda ligi kuu, akabadilisha na jina akaita Pyramids. Kwa nini Pyramids? Kwa sababu Pyramids tunafahamu ni moja ya vivutio vikubwa vya utalii pale nchini Misri. Kwa hiyo akaamua kuita ile timu yake kama Pyramids, ikibeba kabisa nembo ya Misri au dhana ya Misri, kama ambavyo Al Ahly wanajiita Al Ahly. Al Ahly maana yake ni national, yani taifa, ndo maana yake. Sasa nyana maanisha lile taifa la Misri. Kuna timu inaitwa Al Masry. Al Masry maana yake ni wa Misri, watu wa Misri, lakini huyu mwamba yake akaamua kuita Pyramids. Sasa hii Pyramids ambayo alichukua, alikuwa na malengo nayo makubwa kweli. Malengo hayo ilikuwa kwanza ni kuliteka soka la Misri, afanye vizuri ndani ya Misri, na anajua kwamba ndani ya Misri timu mbili ambazo ni tishio na zitamsumbua kweli ni Zamalek pamoja na Al Ahly. Kupenya katikati ya hizo timu mbili sio kazi nyepesi, lakini alikuwa na malengo makubwa na aliamini anaweza kupenya katikati yao. Hivyo basi alivyoipata ile timu yake akafanya usajili wa kufuru. Alisajili nyota wengi kutoka maeneo mbalimbali Afrika na ndani ya Misri. Aliingia mpaka Ahly, akaenda kusajili wachezaji akina Ahmed Fati wale, baadaye akina Ramadhan Sobhi na wengineo waliingia. Akaenda pia Zamalek akina Ali Gabri wale waliingia kwenye kikosi, El Shanawi yule golikipa na kadhalika. Kwa hiyo ni tajiri ambaye alifanya kufuru of course kwenye kikosi chake, lakini alidumu nayo kwa mwaka mmoja tu, yani baada ya kufika ligi kuu, mwaka mmoja tu. Baadaye akaiuza ile timu. Ikumbukwe Turk El-Sheikh huyu ni taikuni pia ambaye anamiliki klabu ya kule Hispania inaitwa Almeria, ni klabu yake kabisa. Kwa hiyo akaamua kwenda kufocus na Almeria na akawa ameiacha Pyramids. Sasa wakati anaiuza ile Pyramids, kumradhi, kabla ya kuiuza Pyramids, kipindi kile wakati ndo Pyramids imepanda ligi kuu, walihusishwa na wachezaji wengi wakubwa duniani, akiwemo wachezaji kama akina Keno. Of course Keno alienda, lakini baadaye akahusishwa na Zlatan Ibrahimovic, akahusishwa na alikuwa Ronaldinho Gaucho, ingawaje alikuwa tayari muda ushakwenda kwa Ronaldinho Gaucho. Lakini pia walikuwa wamehusishwa na kocha wa magolikipa, alikuwa anatajwa Dida, kwamba Dida atakwenda kuwa kocha wa magolikipa pale Pyramids. Kwa hiyo ilikuwa ni timu ambayo inapigwa kwenye picha kubwa namna hiyo, na target kubwa ilikuwa ni hiyo, kuteka kandanda ya Misri, lakini baadaye wafanye vizuri pia kuiteka kandanda ya Afrika ndani ya kipindi cha muda mfupi. Walikuwa kwa sababu jamaa ana fedha nyingi, aliamini nikiweka fedha yangu hapa yote yanawezekana, kwa maana ligi ya ndani, vikombe vya ndani na nje, kwa maana ya Afrika. Sasa Turk El-Sheikh, kwa sababu ambazo hazikujulikana ni zipi, yule mwamba akaachia ngazi, akaiuza timu, akamuuzia Salem El Shamsi. Huyu ni taikuni mwingine ambaye ana fedha nyingi kweli, anatokea United Arab Emirates, UAE kule Asia.
anatokea huko kwenye miongoni mwa mataifa ya Kiarabu ambayo yana fedha nyingi sana. Kwa hiyo huyu ni miongoni mwa mataikuni ambao alikuwa anatokea huko. Alivyoichukua Pyramids, na yeye akaja kutembea na ndoto zile zile kama ambavyo alikuwa nazo Turki Al-Sheikh, kwa maana ya kuifanya Pyramids kuwa klabu tishio ndani ya Misri. Kwa hiyo akasajili wachezaji wengi, wakaingia kwenye kikosi akina Abdallah El Said, wakaingia kwenye kikosi akina Blati Toure, hao ambao wapo wengi. Yani ile Pyramids ambayo unaiona leo ndio pyramid ya huyu mwamba mpya. Kwa hiyo baada ya kuichukua ile timu akafanya massive investment. Kitu cha kwanza ambacho alifanikiwa nacho ni kuitake over football ya Egypt, lakini kikwazo ni Al Ahly. Inaposema kuteka over football ya Egypt inamaanisha huu ni msimu wa tatu, huu msimu wa 2024-2025 ni msimu wa tatu kwa Pyramids kumaliza katika nafasi ya tatu ya ligi ya Misri. Nafasi ya kwanza Al Ahly, nafasi ya pili Pyramids, nafasi ya tatu Club Zamalek. Kwa hiyo Zamalek amepata mpinzani ndani ya ligi ya Misri ambaye ndio Pyramids. Moja ya vitu ambavyo huyu tajiri yuko navyo ni tajiri muongeaji. Huwa anaongea na ni miongoni mwa matajiri wenye dharau, tunaweza kusema hivyo, au tuseme jeuri ya fedha. Ana jeuri ya fedha kweli kweli, kwa sababu aliwahi kunukuliwa akisema katika moja ya mahojiano kwamba ndani ya Misri timu ambayo inaweza kunitisha mimi na Al Ahly peke yake. Zamalek hawawezi kufanya chochote. Yani aliitoa Zamalek katika orodha ya timu kubwa ambazo zinaweza kumchallenge. Kwa aliipa heshima Al Ahly. Nafasi ya pili alisema ni Pyramids kwa ukubwa. Na hata ukiangalia kwenye kikosi chake cha Pyramids, kuna watu wengi ambao wamefanya kazi Ahly, wamecheza Ahly. Kwa mfano Hassan Ahmed ambaye ni spokesperson, msemaji wa klabu hiyo, ni miongoni mwa legend wa Al Ahly. Amecheza Al Ahly kwa mafanikio, national team amecheza kwa mafanikio, miongoni mwa wachezaji wenye caps kubwa. Lakini Hossam El Badri, huyu ni mchezaji wa miaka mingi wa Al Ahly, kacheza miaka mingi, kafundisha pia Al Ahly pale, alimchukua na kumfanya kuwa technical staff, technical director wa miamba hiyo. Kwa hiyo ni timu ambayo walichukua viongozi wengi wa Ahly, na hii ndio ikatengeneza picha ya watu wengi wadau wa soka kuamini kwamba Pyramids ina vinasaba vya Al Ahly. Kwa hiyo ni Pyramids ambayo ilikuwa na picha hiyo, na katika kandanda ya Misri mpaka sasa hivi tuseme kwenye mafanikio yao bado hawajafikia 100%, kwa sababu 100% maana yake ni kumshusha Al Ahly pale katika nafasi ya kwanza ili wakae wao. Lakini katika michuano ya kimataifa tayari msimu huu ndo wamekwenda kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika, na sio kubeba ubingwa kwa namna nyepesi, hapana. Wamecheza hatua ya makundi vizuri, wameingia mpaka katika hatua ya nusu finali wamemuondosha Orlando Pirates, timu ya Afrika Kusini, moja ya timu ngumu kweli msimu huu, na watu wengi walikuwa wakiamini kwamba hao ndio huenda wakawa mabingwa. Waliwaondoa, wakaingia finali, wakakutana na Mamelodi Sundowns. Watu wengi pia waliamini kwamba safari ya Pyramids itaishia hapa, lakini haikuwa hivyo. Pyramids wakapita mpaka finali. Sasa kwa maana ya kuchukua ubingwa, wamechukua ubingwa msimu huu. Na ikumbukwe, huu ni msimu wao wa pili kushiriki michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika. Msimu wa kwanza ni ule wa msimu uliopita wa mwaka jana 2023-2024, walishia katika hatua ya makundi. Walikuwa wao kundi lao pamoja na Mamelodi Sundowns, hawa walikuwa na TP Mazembe, walikuwa na Nouadhibou ya Mauritania pamoja na wao Pyramids, lakini hawakuvuka katika hilo kundi. So hii Pyramids msimu huu ni msimu wake wa pili na wanakwenda kuchukua. Na kikosi ambacho kina bajeti kubwa sana ya uwekezaji, wana kikosi kinachokaririwa kuwa na ukubwa kwa pesa za Kitanzania ni zaidi ya bilioni 60 kikosi chao. Kwa hiyo unaweza kuangalia bilioni 60 ni fedha nyingi kweli kweli katika investment ya soka Afrika. Of course zipo timu ambazo zimepiga hatua zaidi kwa maana ya fedha, ikiwemo Mamelodi Sundowns ambao wana fedha zaidi ya bilioni 100 kwenye kikosi chao, lakini Pyramids na wenyewe pia wameweka fedha nyingi. Wachezaji wengi ambao na experience, wameshachukua mataji katika klabu nyingine walizotoka, wameenda kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Pyramids, na leo hii tunahitaji kama miongoni mwa timu tishio Afrika. Kwa hiyo ni ndoto ambayo alianza nayo Turki Al-Sheikh. Baada ya kuondoka Selim Al-Shamsi akapokea ile ndoto, akaendeleza na amefanikiwa kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni ubingwa ambao timu zetu imekuwa kama ndoto tu, tunauota kwa miaka mingi, lakini Pyramids amefanikiwa kufanya hivyo ndani ya msimu wake wa pili tu ushiriki wa michuano hii ya ligi ya mabingwa Afrika, kwa sababu ya massive investment ambayo ameifanya. Ni timu ambayo haina hata mashabiki. Hata ukiangalia kwenye hii mechi ambayo imepita ya finali dhidi, of course mechi nyingine zile za nyuma
group stage, robo mpaka nusu ilikuwa uwanjani, hata mashabiki wenyewe wanahesabika, lakini finali walikuwa na mashabiki wengi uwanjani, na wale mashabiki ambao walikuwa uwanjani walikuwa usione jezi. Kwa mfano Zamalek akiwa anacheza nyumbani pale Misri, utakuta jezi nyeupe nyingi uwanjani zimetawala. Ahli akicheza jezi nyekundu nyingi zimetawala, lakini mechi leo ilikuwa jezi mchanganyiko, kila mtu kaenda na jezi yake kaenda kushangilia timu ya nyumbani ambayo ni Pyramids, ambayo ni timu ya Misri. Na hapo mashabiki wa Ahli wengi wameenda kuiunga mkono Pyramids, wakiwa wanajua kabisa kwamba Mamelodi ni mbaya wao ambaye aliwatoa katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo hawakuwa upande huo, wao walikuwa upande wa Pyramids. Lakini naamini mashabiki wa Zamalek hawawezi kuwa upande wa Pyramids, kwa sababu Zamalek na Pyramids ni picha ambazo haziendi pamoja hata kidogo. Kwa hiyo wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Sasa teka ambayo tunaipata katika safari hii ya Pyramids, ukiangalia ambacho wamekifanya Pyramids au hii finali tu, Pyramids na Mamelodi Sundowns ni timu ambazo zimefanya massive investment katika mataifa ambayo ndani yake kuna klabu mbili kongwe kubwa hatari zenye mashabiki wengi zaidi. Mamelodi yanatokea Afrika Kusini ambako pia kuna Soweto Derby, kwa maana wapo Orlando Pirates, wapo na Kaizer Chiefs, klabu kubwa ambazo zina idadi kubwa sana ya mashabiki. Lakini Sundowns kapita in between na anafanya vizuri. Kwenye ligi ya Afrika Kusini ameshachukua taji mara nyingi zaidi kuliko hawa wote wawili. Lakini hii inafanana na mazingira hapa Tanzania. Yani kwa mfano kama Azam FC vile. Azam FC ije kuchallenge au Singida Black Stars, mfano wa timu hizo, timu ambazo zinaonyesha kwamba zina economic muscles na zina nguvu kuweza kuchallenge hizi Simba na Yanga. Kwa hiyo kama Azam au Singida wapite katikati ya Simba na Yanga, waingie hapo, alafu wenyewe ndo akadominate ligi. Sasa unafanyaje ili uweze kuwa bora kwa kiwango hicho? Miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukufanya kuwa bora ni kutengeneza kikosi ambacho kwanza kinawabiti hawa wote wawili, kwa sababu hizo timu zenye mashabiki zina mambo mengi ndani yao. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo Mamelodi wamefanikiwa kwenye kandanda ya Afrika Kusini ni kuhakikisha wanatengeneza kikosi ambacho kikiweka pale chenyewe tu na Kaizer na Orlando, Mamelodi ana kikosi bora zaidi kuliko hawa wawili. Hata ukienda kwenye transfer market unakuta Mamelodi ana timu bora zaidi kuliko hawa wawili, kwa maana ya Kaizer na Orlando. Ukienda Misri, Pyramids ana kikosi bora, lakini sio kwenye level ya Ahli. Ahli yuko juu zaidi, lakini kwa kesi ya Zamalek, Pyramids anaonekana kuwa far better kulinganisha na Zamalek. Maana yake nini? Kikosi chao kina kazi ya kufanya ili kuweza kumfikia Ahli, kumtoa Ahli pale. Kwa hiyo hata nyumbani unatamani kuona kitu kama hiki kingetokea, kwa maana hizi klabu nyingine kuweza kuchallenge hawa Simba na Yanga, wapite in between na kuweza kuwa bora. Miongoni mwa sababu za kuweza kuwa bora, basi make sure kwanza unawabiti kwenye squad yenu iwe bora zaidi ya squad zao hawa, ili iweze kufanya vizuri. Kwa hiyo hii ndio story ya Pyramids. Nimejaribu kuifanya kwa summary, lakini mwishoni nimejaribu kutoa take yangu, kitu gani ambacho tunakichukua katika finali hii ya ligi ya mabingwa ambayo imechezwa leo, ambayo imechezwa usiku. Ni finali iliyokutanisha timu ambazo zimetoka katika mataifa magumu, kwa maana ya upinzani ambao unapatikana katika hayo mataifa, lakini zimefanya massive investment. That's why tunawaona wako hapa. Mimi ni Gharib Mzinga na hii ni Mzinga Sports.